mfululizo wa vipindi vyetu vya afya kutoka hapa Lupiana Polyclinic. Leo nitakuwa na mada fupi, namna ambavyo tunaweza tukautambua ugonjwa wa PID umekuwa ukichanganywa na namna tunavyotibu. Labda niseme kwamba PID zamani tulikuwa tunazungumzia magonjwa ya zinaa. Kwa wazoefu wa miaka zamani walishasikia ugonjwa wa gonorea, walisikia ugonjwa wa kaswende, ugonjwa wa pangusa. Siku hizi hayo magonjwa hautayasikia. Kwa hiyo kwa upande wa kina mama, magonjwa kama hayo wakiwa nayo, sasa hivi lugha imebadilika, ndio maana tunaita PID. Maana yake ni lugha ya kigeni, ina inflammatory disease. Nini tafsiri yake? Kwamba mtu ameyapata wakati kujamiana, na wadudu wa magonjwa haya wanashambulia njia ya uke, lakini wanashambulia shingo ya kizazi, wanashambulia mfuko wa kizazi, wanashambulia mirija, lakini sambamba na hilo wanaenda kushambulia mpaka maeneo yote ya mayai. Sasa wadudu hawa wanaposhambulia eneo lote hili, ni eneo la nyonga. Kwa Kiingereza nyonga ni pelvic. Unaposema pelvic inflammatory disease, yani PID, ni magonjwa ya zinaa yaliyoshambulia nyonga kwa ujumla, nikiwa na maana kwamba kuzunguka mfumo mzima wa uzazi. Sasa kama ugonjwa huu unaletwa na wadudu, kunakuwa na dalili mbalimbali zinazojitokeza. Moja, mwanamke mwenye maambukizi ya namna hii anapata maumivu makali sana ya tumbo chini ya kitovu, na maumivu haya yanachochewa sana na akiwa na aina yoyote ya mjongeo, labda ameinama au amesimama au anafanya kazi zote, anapata maumivu makali. Lakini maumivu mengine makali anayapata wakati wa tendo la ndoa. Wengine wanakwambia utadhani ninakatwa na kisu, anapata maumivu makali. Lakini ukiachana na maumivu makali, kuna wengine wanapata homa, joto linapanda kiasi kwamba anahitaji matibabu ya dharura. Tukiachana na hizo dalili za maumivu, kingine ni kwamba anakuwa na uchafu unaotoka ukeni ambao si wa kawaida. Mwanamke wa kawaida kwa namna alivyoumbwa kimaumbile, ni lazima awe na majimaji yanayotoka ukeni, ambayo kwa kawaida yanakuwa na rangi nyeupe au kama njano, yanaweza kuwa mepesi au mazito kama ujiuji. Hiyo ni kawaida, lakini hayapaswi kuwasha. Majimaji hayo hayapaswi kuwa na harufu kali, harufu mbaya. Majimaji hayo hayapaswi kuleta maumivu wakati wa tendo la ndoa. Sasa kwa wagonjwa wenye PID wanakuwa na tofauti katika utokaji wa majimaji ukeni. Moja, wanatoa maji ambayo yana harufu mbaya, Waswahili wanasema kama shombo ya samaki, kiasi kwamba huwezi ukakaa mbele za watu unatoa harufu, unanuka. Hiyo ndio tabia mojawapo. Ya pili ni kwamba kunakuwa na mwasho mkali. Kuna ule mwasho wa kawaida tu ambao unaweza kujitokeza siku moja, siku mbili ukapotea. Lakini unapozungumzia PID, mtu anakuwa na mwasho mkali ambao anajikuna kiasi kwamba wakati wote anajikuna kiasi kwamba anaanza kutengeneza majeraha au vidonda na sehemu za ukeni zikavimba kwa sababu ya kukwanguliwa mara kwa mara. Lakini dalili nyingine ni kwamba wakati wa tendo la ndoa anasikia maumivu makali sana. Sasa ukiachana na hizo dalili, tunautambueje sasa? Tunachukua taarifa zako ulivyoziongea, tunaangalia na kile ambacho kinaonekana, hasa uchafu unaotoka ukeni, lakini tunachukua majimaji ambayo tunachukua sehemu za siri. Yale majimaji tunayapeka maabara na kuweza kupima na kuwaona wadudu waliosababisha ugonjwa huu wa PID. Maana tutaangalia mdudu wa gonorea, tutaangalia mdudu wa kaswende, tutamwangalia mdudu wa syphilis, na kuna mdudu anaitwa chlamydia, kuna mdudu mwingine anaitwa Trichomonas vaginalis. Kitaalamu lazima tuwaone wadudu moja kwa moja, tunasema sasa wewe ni kweli unaumwa. Wengine wanapata maumivu lakini si magonjwa haya ya zinaa, ni maumivu ya changamoto zingine za kimfumo wa uzazi. Sasa kwa nini tumezungumza haya? Kumekuwa na mafundisho potofu au maelezo potofu kutoka kwa wataalamu ambao tunakuwa na mashaka na uelewa wao. Wao wanakuambia ugonjwa wa PID
wanautambua kwa kutumia mashine ya ultrasound. Kipimo cha ultrasound hakina uwezo wa kutambua kama una PID. Kumbuka PID inasababishwa na wadudu, na sisi lazima tuwaone wadudu kwa kupitia vifaa vya maabara. Ultrasound haina uwezo wa kumbaini mdudu na kumwona mdudu kwamba huyu ndiye anayesababisha ugonjwa wa PID. Kwa wengi wanaosema anaumwa PID, uliigunduaje? Wakati nilifanya ultrasound nikaambiwa na PID, lakini ukimuuliza dalili za ugonjwa wa PID hana hata moja. Kwa hiyo maelezo haya ambayo yanatolewa kwamba amefanya ultrasound amegundulika na ugonjwa wa PID sio sahihi. Kwa hiyo nimekaa hapa kwa lengo la kuwaelimisha umma kwamba PID haitambuliwi kwa kutumia kifaa cha ultrasound. Ndio maana wengine ambao tayari wamepata elimu hii, wanapofika kliniki tunawaelimisha, wanapoenda maeneo hayo ya kutoa huduma, kuna wengine wanapimwa ultrasound wanaambiwa una PID. Anaanza kuhoji, mbona ninafahamu PID lazima niwe na 1, 2, 3, lakini wataalamu wanakosa majibu. Kwa hiyo niseme wazi kwamba ultrasound haihusiki na sio kipimo sahihi cha kutambua ugonjwa wa PID. Hilo ni jambo ambalo nitamani tushirikishane siku ya leo, na karibuni sana kwenye vipindi vingine, mfululizo wa vipindi vyetu kila siku, na tunawakaribisha sana Lupiana kwa kupata huduma sahihi za kibingwa, huduma ambazo kila mtu anazifurahia na zina matokeo mazuri.